tuombe na ili baadaye tuweze kuendelea na somo letu la siku ya leo. Mungu amekuwa pamoja nasi jana wote, na tunamshukuru kwa sababu ya wema wake na pia kwa sababu ya neema yake. Na kwa hivyo sina budi tuombe ili baadaye tuweze kuendelea na somo letu la siku ya leo. Na tuombe. Takatifu na Mungu wetu, kwa jina la Yesu Kristo, twaja mbele zako, tunakutukuza, tunakuinua. Sema ni asante kwa sababu ya usiku wa leo. Ni usiku wa baraka ambapo Mungu wa rehema umekuwa nasi tangu asubuhi, na Bwana umekuwa pamoja nasi tangu tulipoachana na wapendwa jana usiku. Na kwa hivyo kuonana tena si jambo la kawaida, na kuwa na nafasi ya kuendelea kulitafakari neno lako Mungu wa rehema. Tunajua ni mambo mengi na shughuli nyingi watu wako wanaacha kwanza ili kulisikia neno lako, hivyo zidi kuwabariki na kuwatenda mema. Tunapoendelea Mungu wa rehema, tunaomba ya kwamba uweze kutuongoza kwa kila jambo, kwa jina la Yesu Kristo. Inuliwe na hata uhimidiwe, kwa kuwa wewe ni mwema, takatifu wa rehema. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba hata tunakushukuru. Amen. Basi ni nafasi yangu ya kuwakaribisha mara tena, na moja kwa moja tuingie kwa neno la siku ya leo. Tunaendelea na kushughulikia topic yetu, viumbe hai kiroho. Ndio topic ambayo tumekuwa tukiangalia, na bado tuko katika sehemu ya malaika. Na tunasema malaika ni viumbe ambao waliweza kuumbwa na Mungu na wako hai, na ni kitu ambacho kiko. Hii si hadithi, na kwa hivyo tunajua ya kwamba tena malaika hawakuwa tu katika agano la kale, bali katika pia agano jipya, na wakati wetu bado malaika wako. Na kwa hivyo tunaendelea kuangalia wale watu waliohudumiwa na malaika, na jana usiku tuliweza kuona tulisoma katika kitabu cha Waamuzi, mahali ambapo tuliweza kuona ama Judges, mahali tuliona mama yake Samsoni aliweza kutokewa na malaika, na akanena naye kwa sababu alikuwa amekaa muda mrefu bila kupata watoto, na malaika akamnenea, akamwambia ya kwamba atamzaa mwana, na yule mwana atakuwa nadhiri wa Jehova, na kazi ambayo watafanya, kazi kubwa ya kuweza kuwakomboa wana wa Israeli dhidi ya Wafilisti ambao waliinuka kwa nguvu sana, wakiwainukia na kuwanyanyasa na kuwagandamiza. Kwa hivyo walihitaji mtu aliye na nguvu na uweza usio wa kawaida, na Samsoni akazaliwa na hakuwa na nguvu za kawaida, na mambo aliyofanya alionekana kweli ni huyu nguvu ambazo anafanya kazi nazo zimetoka kwa Mungu. Kwa hivyo tutaendelea tuone mtu mwingine na aliyetokewa na malaika katika kitabu cha Samueli wa pili, na sura ya 24, 2 Samuel chapter 24 verse 15 to 17. Samueli wa pili 24 na mstari wa 15. Biblia inasema hivi: basi Bwana akawaletea Israeli tauni tangu asubuhi hata wakati ulioamriwa, nao wakafa watu toka Dani mpaka Beersheba.
70,000. Lakini huyo malaika aliponyosha mkono wake kuelekea Yerusalemu ili auharibu, Bwana akaghairi katika mabaya, akamwambia huyo malaika mwenye kuwaharibu watu, yatosha, sasa ulegeze mkono wako. Naye yule malaika wa Bwana alikuwako karibu na kiwanja cha kupuria cha Arauna Myebusi. Daudi alipomwona malaika aliyewapiga watu, akanena na Bwana akasema, tazama, ni mimi niliyekosa, ni mimi niliyepotoka. Lakini kondoo hawa wamefanya nini? Mkono wako na uwe juu yangu na juu ya nyumba ya baba yangu. Hapa tunaona ya kwamba wakati Daudi alifanya kosa mbele za Bwana kwa sababu ya kuwahesabu watu wa Mungu, Biblia inasema ya kwamba aliletewa mambo matatu ili achague mojawapo ya mambo yale. Hayakuwa mambo rahisi, na kwa hivyo aliomba Mungu ya kwamba aanguke mikononi mwake. Na hapa tunaona ya kwamba basi malaika alitumwa, ingawa Daudi alikuwa amenyenyekea na kuona kabisa amekosea, lakini Bwana kwa sababu alikuwa amechagua hukumu tatu, basi tunaona ya kwamba kuna watu walioangamia. Kuna yule malaika aliyetumwa kuwapiga, na vile inasema ya kwamba Daudi alimuona yule malaika na akaomba kama ingewezekana, sababu watu sio waliokosea, aliomba ya kwamba na apigwe yeye pamoja na nyumba ya baba yake. Na kwa hivyo lakini Mungu alikuwa tayari ameshamwamuru yule malaika asiwapige watu tena na alegeze mkono wake, na basi mambo yakawa shwari. Kwa hivyo tunaona ya kwamba hata wakati ule wa Daudi, naye pia alimuona malaika aliyetumwa sababu ya hukumu ambayo iliachiliwa juu yake. Na pia katika wakati wa nabii Eliya, tunaenda bado tukiangalia katika Agano la Kale, in the Old Testament, 2 Kings chapter 19 and verse 35. Wafalme kwanza tuangalie Wafalme wa kwanza tuangalie Wafalme wa kwanza 19 mstari wa 5 hadi 8. Pole kwa nilitangulia kusema, ingawa hata hiyo tutaisoma baadaye. Wafalme wa kwanza 19 na mstari wa 5. Naye akajinyosha akarara chini ya mletemu. Tazama, malaika akamguza akamwambia, inuka ule. Akatazama, kumbe pana mkate umeokwa juu ya makaa na gudulia la maji kichwani pake. Akara, akanywa, akajinyosha tena. Malaika wa Bwana akamwendea mara ya pili, akamguza, akasema, inuka ule, maana safari hii ni kubwa mno kwako. Kwa hivyo tunamuona mtumishi wa Mungu Eliya. Najua Eliya alikuwa ni rafiki wa Mungu, na Eliya alifanya kazi akiwa nabii katika Israeli. Na tunaona
tunajua huyu Eliya ni yule aliyesema ya kwamba hakutakuwa na mvua miaka 3.5, na pia tunajua ya kwamba kuna kazi nyingine alifanya ya kuwaua wale manabii wa Baali, na kwa hivyo jambo hili lilimghadhabisha sana sana aliyeongoza manabii hawa wa Baali, ama manabii wa uongo na ama walioabudu sanamu. Tunaona ya kwamba waliongozwa na Yezebeli ama Jezebeli, naye alikuwa ni mke wa mfalme Ahabu, na kwa hivyo jambo hili lilimghadhabisha sana huyu Yezebeli alipoona ya kwamba Eliya amesha washida wale manabii wake na pia amewaua, na alighadhabika sana, akasema pia na yeye atamuua Eliya. Lakini tunaona malaika wa Bwana akimuokoa Eliya. Tunaona Eliya alikimbia na baadaye akarara. Alipokosa nguvu za kuendelea, akarara chini ya mletemu. Pale ndipo aliomba Mungu afe, kwa sababu aliona ya kwamba hana uwezo mwingine, hana mtu wa kumtetea ama kusimama naye, hana nguvu ya kupigana na mke wa mfalme. Na kwa hivyo akajua ya kwamba sasa hakuna lingine, kipato hapa wataniua. Na Biblia inasema ya kwamba mara hiyo hiyo Mungu alituma malaika. Yule malaika hakuja mikono mitupu, alikuja na mkate, na Biblia inasema pia alikuja na gudulia la maji. Na kwa hivyo akaweza kumpa yule Eliya, na akaulizwa ale na anywe maji na baadaye aweze kuendelea na safari. Na kwa sababu Mungu hakuwa amemalizana naye, na hivyo hii haikuwa mwisho wake. Wakati mwingine watu wa Mungu wanachoka na kuona ya kwamba wamefika mwisho, na hivyo hata huyu Eliya ambaye alikuwa ni mtu mkubwa wa Mungu, nabii mkuu wa Mungu, maana kati ya wale ambao tunaita major prophets, Eliya alikuwa mmoja wao. Na tunaona ya kwamba licha ya kuwa alikuwa mtu mkubwa hivyo, alichoka na alifika mwisho, na akaona kabisa afadhali afe kuliko kuendelea kuishi. Lakini malaika akatumwa kwa mtu ambaye alikuwa amevujika moyo, na ingawa alikuwa amefanya kazi kubwa na kuona ya kwamba sasa ameangamiza manabii wa uongo, manabii wa Baali, sasa watu watamwabudu Mungu wa kweli. Lakini kwa sababu ya ushindi ule, basi aligeukwa na wale waliokuwa wakiongoza manabii hawa ama kusimamia manabii hawa. Lakini malaika alimsaidia, akara na akanywa, lakini alilala tena. Hakuamini ya kwamba ataendelea na safari. Akaitwa mara ya pili, kaambiwa inuka na ule na unywe, maana safari itakuwa kubwa mbele zako. Mstari wa 8 tunaona ya kwamba anaelezwa ya kwamba ataenda na nguvu. Bila inasema akainuka, akara, akanywa, akaenda katika nguvu za chakula hicho siku 40 mchana na usiku, hata akafika Horebu, mlima wa Mungu. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo tunaona ya kwamba unajua saa hii ukiambiwa uondoke na uanze kutembea mchana na usiku, utakuwa umeenda mpaka wapi? Unaweza kujiuliza hiyo. Kwa hivyo hii haikuwa safari dogo,
ilikuwa ni safari kubwa sana, zaidi ya mwezi mmoja, mchana na usiku ukitembea, na kumaanisha nguvu aliyopokea haikuwa nguvu ya kawaida. Na kwa hivyo, maana tumeelezwa kabisa hakuenda akikula jiani, lakini nguvu aliyopokea ilimsaidia kuendelea katika hiyo safari. Kwa hivyo Mungu huangalia na kuona watu wake mahali wamefujika moyo, mahali wamekwishiwa na nguvu, wameishiwa na nguvu, anawasaidia na wanaweza kuendelea mbele. Mungu anapendezwa na watu wanaoendelea mbele na safari, na kwa hivyo hata usiku wa leo, kama kunaye mtu ambaye ni kana kwamba amefika mwisho, atapata nguvu tena za kuendelea na safari. Katika Wafalme niliyokuwa nimetaja, Wafalme wa Pili 19 na mstari wa 35, tunaona watu waliotokewa na malaika, na tunaona Eliya alitokewa na malaika na akawa msaada mkubwa katika maisha yake, na akaendelea na safari. Na baadaye tunaona ndipo aliweza kuwainua watu kama Elisha waweze kuendelea na huduma ya Bwana katika jina la Yesu. Sasa katika Wafalme wa Pili 19 na mstari wa 35 inasema, ikawa usiku huo huo malaika wa Bwana alitoka akaingia kituo cha Waashuri, akawapiga watu 185,000. Na watu walipoondoka asubuhi na mapema, kumbe hao walikuwa maiti wote pia. Naamini ya kwamba nakumbuka kuna wakati ulikuwa tumesoma habari hii. Naamini ya kwamba unaweza kukumbuka hiyo. Tulikuwa tumeona ya kwamba kuna wakati malaika aliweza kushughulikia watu, na hawakuwa watu wachache. Ndio tuliona habari hiyo, tulikuwa tumeshaona habari hiyo. Walikuwa ni watu 185,000, 185,000. Kwa tumesoma vile malaika aliweza kuwashughulikia. Ninaposema kuwashughulikia, alipata kuwapiga na kuwaua, na hata watu walipokuja asubuhi walikuta maiti. Kwa hivyo tunaona ya kwamba Mungu anaweza, malaika mmoja tu, unaona ni malaika mmoja alifanya kazi. Posa tulisema ya kwamba hawa malaika wana nguvu, si watu wa kawaida, si kama watu wa kawaida vile tu na watu wa kawaida. Ni watu walio na great power, wana uweza mwingi sana. Hebu fikiria mtu ambaye anaua, malaika mmoja ambaye anaua watu 185,000 na ni usiku moja. Kwa hivyo ni kumaanisha kama wangekuwa malaika wawili ama watatu, wanafanya kazi namna gani? Kwa hivyo kumaanisha, ndiposa tulisema pia jina lingine ambalo wanaitwa ni wanajeshi wa mbinguni. Na kwa hivyo sasa ni kufikiria tu ya kwamba watu waweze kufamia watu wa Mungu, na kutumwe tu wanajeshi watatu wa kutoka mbinguni. Uone vile hawana vifaru, hawana silaha ambazo zinatumika hapa duniani, lakini wanashughulikia tu. Sijui sasa ni mbinu gani alikuwa anagonga watu hao wote. Unakuta ya kwamba tu akingongwa tu mara moja. Na sasa najaribu kufikiria mambo yale na kuyatafakari na kuona ilikuwa ni kazi ambayo ilifanyika.
katika Danieli, kitabu cha Danieli 3 na mstari wa 25, the book of Daniel chapter 3 verse 25. Hapa tunakutana na vijana wengine wa Israeli ambao huwa tunasoma habari yao. Biblia inasema hivi: akajibu akasema, tazama mimi, hebu turudi nyuma kidogo tu. Hiyo 24 nasema hivi: ndipo Nebukadneza akastaajabu, akainuka kwa haraka, akanena, akawaambia mawaziri wake, je, hatukutupa watu watatu, bali hali wamefungwa katikati ya moto? Akajibu akamwambia mfalme, kweli, mfalme. Akajibu akasema, tazama mimi naona watu 4, nao wamefunguliwa, wanatembea katikati ya moto, hali hawana dhara. Sura yake yule wa 4 ni mfano wa mwana wa miungu. Kisha Nebukadneza akaukaribia mdomo wa ile tanuru iliyokuwa inawaka moto, akanena asema, enyi Shadraka na Meshaki na Abednego, tumishi wa Mungu aliye juu. Bwana apewe sifa. Najua ni nani huyu sasa anaitana watumishi. Takuja kufikiria hiyo baadaye. Kawaambia, tokeni mje huku. Ndipo Shadraka na Meshaki na Abednego wakatoka katika ule moto, na maamili na manaibu na mawaliwali na mawaziri waliokuwa wamekusanyika pamoja, wakawaona watu hao, ya kuwa ule moto ulikuwa hauna nguvu juu ya mili yao, wala nywele za vichwa vyao hazikuteketea, wala suruali zao hazikubadilika, wala harufu ya moto haikuwapata hata kidogo. 28, malizie hapo. Nebukadneza akanena asema, na ahimidiwe Mungu wa Shadraka na Meshaki na Abednego, aliyemtuma malaika wake akawaokoa watumishi wake waliomtumaini, wakaligeuza neno la mfalme na kujitoa miili yao, ili wasimtumikie Mungu mwingine wala kumwabudu ila Mungu wao wenyewe. Kwa hivyo tunaona habari ambayo huwa inavutia sana, habari ya Shadrach, Meshaki na Abednego. Hawa ni vijana wa kutoka Israeli. Wakati Nebukadneza alipo wateka watu wa Israeli, wana wa Israeli, na ikawa watakuwa katika utumwa miaka 70 mahali pale Babiloni, naone ya kwamba vijana wao hawa walikiuka amri ya mfalme, na kwa hivyo wakasema ya kwamba liwe liwaro, hawataabudu miungu ya pale Babiloni. Na hivyo tunaona ya kwamba amri ilitolewa ya kwamba mtu ambaye hataonekana akiabudu ile kulingana na amri iliyowekwa na kutiwa sahihi na mfalme, basi huyu mtu
atatiwa katika tanuru la moto, na ikasemekana ya kwamba iongezwe mara 7 ili watu hawa hakuna hata mmoja atakayeweza kunusulika ama kuokolewa katika ule moto, na kwa hivyo wataweza kuangamia. Lakini la ajabu ni kwamba wale walioenda kuwatupa na walikuwa wamefungwa wote waliangamia, walirabwa na ule moto wakafa. Sasa Shadrach, Meshach na Abednego waliokolewa. Malaika alitumwa akawaokoa wale watu, na hata Nebukadneza ambaye ni mfalme wa Wakaridayo huko Babiloni, ambaye waliabudu sanamu, hawakuamini Mungu huyu wa Israeli, alishuhudia ya kwamba kabisa huyu ni malaika ambaye amewaokoa watu hawa. Kwa hivyo hata yeye aliamini, alikuwa amesikia kuna malaika na aliamini ni malaika wametumika kumuokoa ama kuwaokoa hawa vijana ama watumishi wa Mungu. Na tumesoma katika mstari wa 27 ya kwamba aliweza kusema ya kwamba, ama 26 aliweza kusema ya kwamba alipokaribia ile tanuru ya moto, alisema ya kwamba aliwaita. Hii ndio inanifurahisha. Aliwaita kwa majina yao, asema Shadrach, Meshach na Abednego, watumishi wa Mungu aliye juu. Kwa hivyo alijua na alikiri ya kwamba hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu. Kwa hivyo hata wakati mwingine watu wanapojifanya ya kwamba hawajui kuna watumishi wa Mungu, hawajui, watu wanapojifanya ya kwamba na kusema ya kwamba hakuna watu ambao wameokoka, hiyo ni hali yao ya kujifanya. Lakini inafika wakati mwingine wanaposhangazwa na matendo ya Mungu wetu, wanaanza kuona kabisa kweli kuna Mungu mbinguni. Na hivyo hakusema Mungu aliye katika milima ya Yerusalemu. Hapana, hawakusema Mungu aliyekuwa Israeli ama huko walipotoka, lakini alisema Mungu aliye juu. Kwa hivyo pamoja na kuabudu sanamu, alikiri ya kwamba kuna Mungu aliye juu, na hawa Shadrach na Meshach na Abednego ni watumishi wa Mungu aliye juu. Akawaambia, sasa jooni huku, tokeni huku mlipo na mje. Nao wakatoka katika ule moto. Tena la ajabu ni kwamba walipotoka na kwanza walipokuwa pale ndani walikuwa wametupwa watatu, lakini kina Nebukadneza wakiangalia waliona ni watu 4, kwa sababu Mungu hawezi kuacha watu wake ati ya kwamba moto umewashwa. Mungu hawezi kuacha watu wake eti kwa sababu kuna majaribu. Mungu hawezi kuacha watu wake waangamie katika maovu na mambo na mitego ambayo imewekwa na maadui. Kwa hivyo haijalishi unapitia mambo gani, hata usiku wa leo ni vizuri kuelewa na kujua ya kwamba Mungu hawezi kuwaacha watu wake waangamie katika moto. Na hiyo ni dhahiri kwa sababu tunaona ya kwamba aliwaokoa kina Shadrach, Meshach na Abednego. Haijalishi walikuwa wanatarajiwa wafe, waangamie, na hata kusionekane kitu ambacho kinaitanishwa nao, lakini Mungu akasimama nao. Na hii ili ijulikane kabisa ilikuwa ni moto ya kweli, ndiposa iliwachoma wale askari walioenda kwa watu. Wakiona wakaona askari wamekufa na wamerabwa na ule moto
na wamekwisha. Kwa hivyo ikaonekana kabisa haikuwa ni ile moto kama ile ya movie ambayo watu wanaonyesha kwamba moto inachoma na kumbe hakuna kitu inachoma. Na kwa hivyo ilikuwa ni moto halali, moto wa kweli ambayo ungechoma, lakini haukuchoma watu wa Mungu. Na kwa hivyo tunakuwa na ujasiri na Mungu wetu ya kwamba kumbe anaweza kutuepusha na kutulinda na kutuokoa na mioto ambayo niite tu mioto ama moto unayeweza kuwashwa na watu wa ulimwengu dhidi ya sisi ambao tumeokoka. Kwa hivyo tunaokolewa katika moto, iwe ni moto wa aina gani, na hivyo tunaokolewa, na inakuwa ni vizuri kujua hivyo. Na kwa hivyo akashuhudia pia, akasema katika ule mstari wa 27 ya kwamba malaika alikuja na kuweza kuwaokoa. Nafikiri ni katika mstari wa 28, ndipo alisema na wale viongozi waliokuwa wote wale walioshuhudia mambo haya, akasema, maana alishangazwa sana na mambo haya, akasema, Mungu huyu ambaye amewatoa huko alimtuma malaika wake akawaokoa watumishi wake waliomtumaini. Kwa hivyo alijifunza mambo mengi. Kuna mambo mengi tunajifunza na Nebukadneza, ingawa ni yeye aliamuru mambo haya yatendeke, lakini akawa na lessons ambazo aliweza kujifunza. Na kwa hivyo ni vizuri kuelewa ya kwamba hii hali ya Shadrach, Meshach na Abednego kutupwa katika moto ilikuwa baadaye igeuke na iweze kurekebisha mambo katika Babiloni. Na kwa sababu huyu mfalme baadaye aliweza kusema ya kwamba ni vizuri watu wamtumikie huyu Mungu wa kina Danieli na kina Meshach, kina Abednego, na alisema ni vizuri kuendelea kumtumikia Mungu. Maana unaona ya kwamba katika mstari wa 28 alitoa amri, tusome katika 29. Basi mimi naweka amri ya kuwa kila kabila ya watu na kila taifa na kila lugha watakao nena neno lolote lisilopasa juu ya huyo Mungu wa Shadrach na Meshach na Abednego watakatwa vipande vipande, na nyumba zao zitafanywa jaa, kwa kuwa hakuna Mungu mwingine awezaye kuokoa namna hii. Bwana pewe sifa. Kwa hivyo sasa hii mambo iligeuka, ingawa ilionekana ni mabaya kwa watu wa Mungu wakitendewa hayo, na kuna watu walishangilia walipoona sasa wanapelekwa motoni. Kuna watu waliona sasa hii mambo yao na hii ukatili wao na hii ukaidi wao sasa umewapeleka motoni. Kumbe itakuwa ni injili itakaobadilika na kubadilisha nchi ya Wababiloni, na mfalme mwenyewe ndiye atakayetoa amri. Kwa hivyo haijalishi wakati mwingine watu wa Mungu wanajiona kana kwamba wao ni watu wako chini sana, lakini kumbe inaweza kugeuka. Stori zao zinaweza kugeuka, kubadilika, na sasa wawekwe mahali ambapo itatangazwa ya kwamba hawa ni watu wa Mungu, wasiguzwe na kwa hivyo mfalme alitangaza kitu ambacho kilishangaza watu.
na anasema si kwa kabila moja, anasema ni kwa kila lugha, kwa kila kabila, kwa kila taifa, watu wote. Kama kuna mtu ambaye hata muabudu na ataonekana akinena mabaya kuhusu Mungu wa Shadrach, Meshach na Abednego, akatakatwe vipande vipande. Na hii ilikuwa ni amri kubwa sana, na kwa hivyo hakuna mtu angeweza kujaribu kuweza kuinuka kinyume na Mungu wa Shadrach, Meshach na Abednego. Na kwa hivyo tunaona ya kwamba malaika alishuka, malaika aliweza kuwatetea na kuwasaidia hawa watumishi wa Mungu. Hata harufu ya moshi haikuweza kusikika katika mavazi yao, hata nywele zao. Na ujue ya kwamba nywele ndio inaguzwa haraka sana na kuugua, haikuugua hata moja. Kwa hivyo kuna vile Mungu alizima ile moto, ikawa ni kama ile huwa tunaona ukungu, kama walikuwa wameingia katika ukungu, na kwa hivyo hawakuweza kuadhirika hata kidogo. Na kwa hivyo tunaona jambo hilo tena katika hiyo Danieli 6 na mstari wa 22, tunaona habari ya mtumishi wa Mungu Danieli, pia vile Mungu alifanya kazi kubwa, kazi ya kushangaza ambayo huwa tunaisoma hata siku hii ya leo, na tunaona matendo ya Mungu vile Mungu anaweza kufanya. Kwa hivyo mtu yeyote awaye yote asiogope, kwamba kama anamwamini Mungu ni vizuri kujua ya kwamba huyu Mungu anaweza kusimama naye, anaweza kumtetea, anaweza kufanya vizuri. Tunaweza kuanza mstari wa 20 alafu tuendelee. Biblia inasema hivi: naye alipokaribia lile tundu, akamulilia Danieli kwa sauti ya huzuni. Mfalme akanena akamwambia Danieli, Danieli, mtumishi wa Mungu aliye hai, je, Mungu wako unayemtumikia daima aweza kukuponya na shiba hawa? Ndipo Danieli akamwambia mfalme, mfalme, uishi milele. Mungu wangu amemtuma malaika wake, naye ameyafumba makanwa ya shiba, nao hawakunidhuru, kwa kuwa mbele zake mimi nalionekana kuwa sina hatia tena mbele yako, mfalme, sikukosa neno. Kwa hivyo hapa tunaona maneno ya mfalme Dario na tena mtumishi wa Mungu Danieli. Kwa hivyo tunaona ya kwamba huyu mfalme hakufurahia kitendo ambacho wale wakubwa waliokuwa nao walichokifanyia Danieli, na kwa sababu hakuwa na kosa, alikuwa anafanya kazi ya kumwomba Mungu, aliomba mara 3 kwa siku, na kwa hivyo wale viongozi waliokuwa nao hawakufurahia jambo hilo, na kwa hivyo wakapanga njama na vile ambavyo taweza kuinuka kinyume na Danieli, na vile watahakikisha ya kwamba ataweza kuangamizwa. Na hivyo tunaona ya kwamba njama hiyo yao waliona kana kwamba imefaulu, sababu waliweza kumsukuma Danieli hadi ikafika ya kwamba mfalme pia ameweka sahihi ya kwamba mtu atakaye kiuka sheria ambayo na amri ambayo imewekwa na mfalme, yeye pia
ataweza kutupwa katika tundu la Shiba. Na wale Shiba tunaona ya kwamba walifanywa kwamba walingojewa wawe na njaa kabisa, na ili yule mtu atakayetupwa pale basi sharti ataweza kuangamia. Na tunaona ya kwamba siku ikafika, Danieli akapelekwa katika lile tundu la Shiba, akatupwa pale na likaweza kufungwa kabisa. Lakini kumbe Mungu alituma malaika kabla Danieli aingie pale. Malaika alikuwa pale akafumba vinywa vya Shiba, na kwa hivyo Danieli hakuweza kuguzwa. Usiku wote akawa pale. Mfalme aliweza kuingia mahali pale mapema sana, akamuita Danieli, na je, Mungu amekuokoa katika hali ya kuangamizwa na Shiba? Ndio. Danieli akanena. Naona hata mfalme huyu alikuwa na imani, alikuwa anampenda sana sana Danieli, kwa sababu aliona ni mtu wa Mungu, mtu mcha Mungu, hakuwa na kosa na alikuwa akifanya kazi vizuri sana. Kwa hivyo alikuwa anampenda sana, na alipomuita ni kwamba alikuwa na imani ya kwamba ni kama atamjibu na kama bado ako pale. Na ndio, na huyu Danieli akamjibu, kaitika, akasema, Mungu wangu, hiyo mstari wa 22, Mungu wangu ametuma malaika wake, naye ameyafumba makano ya Shiba, akashuhudia mambo yale. Mfalme akaagiza haraka lile tundu liweze kufunguliwa. Danieli akatolewa, na wale watu waliokuwa wamemstaki kwa mfalme akaagiza waweze kuchukuliwa pamoja na jamii zao, watupwe katika tundu lile, na walishambuliwa kweli kweli na zile wale Shiba, ili watu wajue si mifano ya Shiba ilikuwa pale, ilikuwa ni Shiba kamili, na walikuwa na njaa na lazima wangekula watu. Na kwa hivyo ni vizuri mtu anaangalia sana asitakie wengine mabaya, maana mabaya yale itamwangukia, na usifanyie mtu mwingine hukumu ambayo si yake, maana utakuta ya kwamba lile shoka limekuangukia. Na kwa hivyo wale watu ndio waliweza kulauliwa vizuri na Shiba wale, na wakafa na jamii zao, na wakaingia katika ile shida. Kwa hivyo tunaendelea kuona ya kwamba vile Mungu anaweza kutuma malaika, hata kama hali inaweza kuwa baya, na hata kama mtu anaweza kuwa katika hatari, basi unakuta ya kwamba Mungu anamuokoa katika hali hiyo. Najua ya kwamba tumeweza kushughulikia sana katika agano la kale, na kuona vile malaika waliweza kuonekana wakiwasaidia watu, na pia kuna sehemu zingine ambazo utakuta malaika walionekana na pia wakishughulikia watu. Katika agano jipya, hiyo tulikuwa tumeona vile malaika alionekana akimtokea Mariamu, akimtokea hata na Yusufu. Gawa ya Yusufu hatukuwa tumesoma, lakini malaika alimtokea Mariamu, alimtokea Yusufu, na kuwaeleza vile mtoto atakavyosaliwa na jina atakaloitwa, kwa sababu tulisema ni kazi ya malaika kuwa mjumbe, anapeleka ujumbe kutoka katika kiti cha enzi
cha Mungu, na hivyo pia ni vizuri kuelewa waliweza kuwajibika na kufanya kazi hiyo. Tuliona pia watoto wana malaika wanaowalida katika Mathayo 18 na mstari wa 10. Tuliona habari hiyo, na tukisoma katika Mathayo 28 mstari wa 2 kuendelea, Matthew chapter 28 verse 2, Biblia inasema, tazama, palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaja akalifingirisha lile jiwe, akalikalia. Sura yake ilikuwa kama umeme, na mavazi yake meupe kama theluji. Na kwa kumwogopa wale walinzi wakatetemeka, wakawa kama wafu. Malaika akajibu akawaambia wale wanawake, msiogope ninyi, maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Njooni patazame mahali alipolazwa. Nanyi nendeni upesi ukawaambie wanafunzi wake, amefufuka katika wafu. Tazama, awatangulia kwenda Galilaya, ndiko mtakapomuona. Haya nimekwisha waambia. Tunaona malaika alionekana wakati wa kufufuka kwa Yesu, na hapo kuna mstari ambapo tumesoma ya kwamba walinzi waliona sura yake ya huyu mfalme, malaika. Tunaona ya kwamba waliweza kuona malaika, sura yake ilikuwa ni kama umeme, na pia mavazi ya huyu malaika yalikuwa meupe kama theluji. Kwa hivyo hiyo ndio waliweza kuona, na walitetemeka sana, mpaka Biblia inasema ya kwamba wakakaa kama watu wamekufa. Unaona hile sasa unaona wao ni askari, lakini wameona malaika, na ni malaika mmoja, na walikuwa wamepewa hiyo kazi ya kulinda hiyo kaburi ya Kristo. Sasa unaweza kujiuliza, kama huyu mtu ni askari, ni trained, ameona malaika mmoja, anatetemeka, anakaa kama amekufa, mtu amekufa, na kama wangetokewa na Mungu ama Yesu, basi wangekufa. Mimi nafikiria tu, maana tunasema mhubiri hajazuiliwa kufikiria. Hata wewe unayesikiliza unaweza kufikiria. Na kwa hivyo watu wanacheza na Mungu, ni Mungu ambaye hawajawahi muona, na unakuta ya kwamba watu wanamchezea Mungu. Hawa ni askari, wameona malaika na wanakaa kama wamekufa. Hata tunajua katika maono, katika kitabu cha Ufunuo, Yohana alimuona Yesu. Alipomuona alikaa kama mtu ambaye amekufa naye pia. Kwa hivyo watu huwa wanachezea Mungu, wanasema, wanamuita, njoo
tunataka kukuona nini, mambo kama haya, na pengine wanasema ni kama yani mambo ya uchenzi ama ni kama mchezo na msaha, lakini Mungu akiwatokea basi mambo yao inaweza kufika mwisho hapo. Kwa hivyo nasema hivi ya kwamba malaika alionekana, alivingirisha jiwe, na ili watu washuhudie ya kwamba Yesu amefufuka. Na sasa aligeuka kwa wale wanawake kina Mariamu, na akaweza kuwaeleza ya kwamba Yesu hayuko hapa, Yesu amefufuka, na kwa hivyo ameshawatangulia kuenda Galilaya, na huko ndiko mtaweza kumwona. Kwa hivyo tunawaona malaika katika agano jipya, na tunaweza kuendelea kuwaona na kazi waliofanya. Kwa hivyo malaika walihusika pia katika hali ya kufufuka kwa Yesu. Naona ya kwamba muda umefika ule tunaweza kuona ama kuangalia kama kuna swali. Kama kuna swali, tutakuwa tukitoa pia nafasi ya kutoa maoni, swali ama maoni, ama jambo lingine unaweza kuuliza. Sikufungie sana, na pengine kuna jambo ungeweza kusema, sababu tuko katika darasa na kila mmoja anajifunza. Kwa hivyo ni vizuri kujua na kwamba kuna mtu aliye na jambo. Basi kama hakuna, huwa tunanyamaza hivyo. Najua hata katika wakati wa Yohana Mbatizaji, katika hali ya kuzaliwa kwake, naamini ya kwamba tulikuwa tumeguzia hata hiyo. Aliweza kutokewa, Zakaria aliweza kutokewa na malaika, lakini sababu hakuamini vile alivyoelezwa, basi akawa bubu, hakunena tena mpaka Yohana alipozaliwa. Kwa hivyo ni vizuri kuamini ujumbe wa Mungu, mtu asije akawa bubu kwa sababu ya kutoamini neno la Mungu. Some katika Luka 22 na mstari wa 43, tukomee hapo. Na hata hakuna muda wa kueleza sana, lakini tusome katika hiyo Luka 22 na mstari wa 43. Malaika kutoka mbinguni akamtokea, akamtia nguvu. Hebu turudi katika mstari wa 42. Akisema, Baba, ikiwa ni mapenzi yako uniondolee kikombe hiki. Malaika walakini si mapenzi yangu bali yako yatendeke. Hapo ndipo malaika kutoka mbinguni akamtokea, akamtia nguvu. Unaona, ni wakati wa Yesu, wakati alikuwa katika bustani moja aliyoenda kuomba na kuweza kuuliza Mungu kama ni mapenzi yake aweze kumwondolea mipango ama kikombe kilichokuwa mbele yake. Na malaika aliona ya kwamba Yesu anahitaji msaada,
alikuja mahali pale, akamtokea na akamtia nguvu. Kwa hivyo malaika si ujumbe tu anaweza kuleta, bali malaika anaweza kutia mtu wa Mungu nguvu za kuendelea. Maana Yesu alikuwa ameishiwa kama mwanadamu, asilimia alikuwa ameishiwa na nguvu kabisa, akiona ni mambo gani hayo atakayopitia, akijua ya kwamba atateswa, atapigwa, atauawa. Kwa hivyo aliona ya kwamba mambo haya hayakuwa rahisi, na yeye atasulubishwa, agikwa msalabani. Hakuwa amekosea kitu, na sasa watu walikuwa wanamdhihaki, walikuwa na mambo mengi, na kwa hivyo akaona kile kikombe hakikuwa rahisi. Kwa hivyo hata kama kuna mtu tunapoenda kuomba jioni ya leo ni ameishiwa na nguvu, basi Mungu atamtia nguvu za kuendelea katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo tutakuwa na nafasi ya kuomba ombi la kufunga, na ili tuweze kumalizia usiku wa leo katika jina la Yesu Kristo. Kuna ndugu atakayetufungia kwa maombi usiku wa leo. Kutakie usiku mwema, lakini kwanza tuombe na baadaye seme Mungu awabariki kwa jinsi ambavyo tumeweza kushirikiana usiku wa leo. Asanteni. Tuombe. Amen. Na Bwana wa rehema, tunaomba ya kwamba hata usiku wa leo ukazidi kutulinda. Tuma malaika wako Bwana, na ili wakatulinde katika jina la Yesu Kristo. Oh yes. Bwana, tunaomba ya kwamba ukazidi kutusaidia, ya kwamba neno lako likazidi kuwa na nafasi ndani ya mioyo yetu, ya kwamba mfalme wa amani ukazidi kuongeza hazina yetu, nasi tukazidi kukua katika maisha yetu ya rohoni katika jina la Yesu Kristo. Tunakuinua Bwana wa mabwana, tunakuhimidi mfalme wa amani, nikiamini ya kwamba hata ambaye anatusikiza usiku wa leo Bwana utambarikia katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba ya kwamba ukakutane na mahitaji yake na haja za moyo wake, kwa maana hakuna aliye kama wewe. Tunaomba ulinzi wako, tunaomba Bwana ukawa pamoja nasi, ukatutimizie haja za mioyo yetu zinazoendana na mapenzi yako katika jina la Yesu Kristo. Uinuliwe, uhimidiwe Bwana wa mabwana, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. 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 Mungu awabariki na muwe na usiku wa baraka sana. Tunawashukuru sana. Asanteni.